Wakristo ulimwenguni kote leo Ijumaa Kuu wameadhimisha kumbukumbu ya mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani ambaye alijitoa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT ambaye pia ni Askofu Dr. Stanley Hotai ametoa wito kwa Wakristo na jamii kujijengea tabia ya kusamehe na kusahau ili kuepusha magomvi. Wanafunzi wa Ushirika wa Kikristo Tanzania UKWATA kuendelea kuwa waaminifu na kuitetea imani yao kupitia mafundisho wanayopewa katika makanisa na makusanyiko rasmi ya kiumoja. Na kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore amewaambia wananchi wa taifa hilo la Afrika Magharibi kwamba lazima wasahau kuhusu demokrasia. Habari za sasa mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia, nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie hapa jijini Dar es Salaam. Wakristo ulimwenguni kote leo Ijumaa Kuu wameadhimisha kumbukumbu ya mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani ambapo alijitoa kwa ajili ya wokovu na wanadamu, ambapo kwa mateso yake aliwapatanisha na Mungu na kutufundisha upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Ijumaa Kuu ni Ijumaa ya mwisho kabisa ya Bwana wetu Yesu Kristo kuwepo hapa duniani. Ni siku ile ambayo alipitia mateso mengi na kusulubiwa na kufa na kisha kuzikwa. Akihubiri katika ibada ya Ijumaa Kuu iliyofanyika katika kanisa kuu la KKKT Dayosisi Mashariki na Pwani Azania Front, msaidizi wa askofu wa dayosisi hiyo Dean Chede Luiza amewahimiza Wakristo umuhimu wa kufanya tafakari kwa kina kuhusu jambo hilo muhimu mpaka moyo uone. Tafsiri ya kubeba makosa au dhambi na tafsiri ya kubeba magonjwa yetu ndiyo hiyo. Amekuja Yesu akayachukua, akayabeba yeye mwenyewe pasipo kusaidiwa na yeyote. Amebeba. Na Biblia, neno la Mungu kwenye huu nabii akasema yetu, yaani ya kila mmoja wetu, kwa jina lake, kwa umri wake, kwa jinsia yake, kwa hali yake, kwa anakotoka, amebeba. Hata kuhani mkuu waliokuwa wanaenda patakatifu pa patakatifu hawakuwahi kubeba makosa zetu na dhambi zetu. Walikuwa wanaenda kuomba, lakini kubeba, kuyachukua. Baadhi ya washirika walioshiriki ibada ya kumbukizi hiyo jijini Dar es Salaam wamesema wanaitumia siku hiyo kumwomba Mungu kuendelea kuombea familia, jamii na taifa ili kuishi kwa upendo, amani na mshikamano, pamoja na kuomba mataifa mbalimbali yanayokabiliwa na machafuko kutokana na vita. Ijumaa Kuu ina maana ya kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunafanya kumbukumbu. Namshukuru Mungu sana kushiriki hii ibada ya leo, kwa sababu Mungu amenipa uzima. Wengine walitamani hii siku lakini ni wagonjwa, wengine wamelala mauti. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Amina. Ijumaa Kuu inanikumbusha kwamba Yesu alikufa msalabani ili atukomboe sisi wanadamu. Kwa hiyo siku ya kukumbuka Yesu alivyotufia msalabani, na mimi kama mwanadamu nilipata ukombozi. Kwa hiyo kwangu mimi ni siku kubwa sana ambayo huwa naheshimu sana katika maisha yangu yote, na mara nyingi huwa sikosi hasa kanisa. Mimi naitwa Franki Lazaro Kasambaganya. Siku ya leo ya Ijumaa Kuu ni siku ambayo inanikumbusha kwamba kuwepo hapa sisi duniani ni kupitia mateso ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye aliteswa sisi tukakombolewa kutoka kwenye dhambi ya asili, alijitoa kwa ajili yetu. Kama alijitoa kwa ajili yetu, basi tusiishie tu kufanya kazi, na tunapopata nafasi tumshukuru Mungu, tutoe sadaka, lakini tuombe toba kila tunapoondoka asubuhi, tunaporudi nyumbani, kwa sababu hatujilindi kwa nafsi zetu. Anatulinda yeye ambaye hatumuoni,
lakini pia inanikumbusha kwamba inabidi tuwapende watu wengine na tuwaelimishe watu wengine kupita katika njia iliyo njema. Siku ya leo baadhi ya Wakristo hawali nyama, wanafanya hivyo kwa heshima ya Kristo, kutoa mwili wake kama sadaka kwao, kwa sababu nyama ni chakula cha starehe. Ibada za Ijumaa katika makanisa mbalimbali zimetanguliwa na kumbukumbu mateso ya Yesu Kristo kwa njia ya msalaba na maigizo kutoka kwa vijana katika baadhi ya sharika. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT ambaye pia ni askofu wa kanisa Anglican Diocese ya Mount Kilimanjaro, Dr. Sterling Hotai ametoa wito kwa Wakristo na jamii kujengea tabia ya kusamehe na kusahau, kwani kutokusamehe ni chanzo cha magomvi katika jamii. Erhuruma Chao ametuandalia taarifa hii. Akihubiri katika ibada ya Ijumaa Kuu iliyoandaliwa na Umoja wa Makanisa ya Kikristo mkoa wa Arusha UKAMA na kufanyika katika viwanja vya Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Arusha, parokia ya St. Teresa, amesema kuwa msamaha ni nguzo muhimu na huleta amani na furaha katika jamii. Yesu alijua, ndio maana juu ya msalaba anasema Baba uwasamehe, maana ni kifungo. Mtu asiyesamehe ana mateso ndani yake, ana maumivu na ana ghadhabu na ana uwezo wa kufanya lolote, anaweza akaharibu mtu mwingine. Tanzania kama taifa lolote duniani ni mahali pa watu kuishi na watu tunaohitaji msamaha kila siku. Kusamehewa ni kufunguliwa. Kusamehewa sio kufedheheka, sio aibu. Kusamehewa kutokana na majeraha ya kisiasa, majeraha ya kibiashara, majeraha ya kijamii, majeraha ya migawanyiko, majeraha tuliyopata kutokana na tofauti zetu kwa miaka hata kwa karne. Askofu mkuu wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Arusha, Mhashamu Isaac Amani, ameeleza maana halisi ya msalaba ni kuonyesha upendo kwa wengine, huku katibu mkuu wa umoja huo ambaye pia ni askofu wa TAG Jimbo la Arusha Mashariki, Askofu Orosos, akiomba serikali kusimamia kikamilifu shughuli za kimila zisiingiliane na imani za makanisa. Kwamba tumefika na chombo hicho ambacho kinabeba ujumbe mkubwa wa upendo wa Mungu, upendo wa ajabu. Ni kwa njia ya msalaba tunakombolewa, tunasalimiana kwa haya maneno kwamba uhuru wetu, ushindi wa Kristo, sifa kwa Mungu na masifu yetu yote kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa Kristo ni kwa chombo hiki. Jambo moja tu ningetamani kwenye shukrani hizi, ningemwomba tulipokutana na mkuu wa mkoa alituahidi kwamba ile vurugu ya watu wa mila kutesa wachungaji wetu na washirika wetu, alisema kupitia ninyi wakuu wa wilaya mtalikomesha. Na mimi nitafanya hilo na hakika tutakuwa salama. Akitoa salamu za serikali kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha, mkuu wa wilaya ya Arusha mjini Joseph Mkude, pamoja na kuupongeza umoja huo, amewaomba viongozi wa dini kuweka mkazo zaidi katika kufundisha maadili mema kwa watoto na vijana, huku maombi maalum ya kuiombea nchi yakifanyika. Pamoja na kuwaombea, lakini tuwalee vizuri, tuwaase, tuwakanye ili warudi katika mstari, wasiwe hatarishi kwa wageni kwa namna moja ama nyingine. Hapa tuko kama ndugu, tumekaa pamoja, na ndio maana ya viongozi wetu hawa kuendeleza umoja huu, kwa sababu ya umoja wetu, lakini pia kama ndugu. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa jambo hili linaloendelea zuri. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, likawe kama gundi katikati yetu Bwana, katika amani ya kweli, katika utulivu wa kweli. Tunaita Roho Mtakatifu ili atembee na kanisa lako, familia zikapata kupona na kuweza kuona utulivu katikati ya nyumba zetu. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Ibada hii hufanyika kila mwaka ikiwa ni kumbukumbu ya mateso ya Yesu Kristo na kufufuka kwake, ambapo Wakristo wa madhehebu mbalimbali wanakutana mahali hapa kwa ajili ya kukumbuka siku hii muhimu. Kutoka hapa katika viwanja hivi vya parokia ya St. Teresa mkoani Arusha, mimi
ni Elihuruma Chao. Mkuu wa KKKT Askofu Dr. Alex Gehaz Malasusa amewaasa wanafunzi wa ushirika wa Kikristo Tanzania UKWATA kuendelea kuwa waaminifu na kuitetea imani yao kupitia mafundisho wanayopewa katika makanisa yao na kupitia makusanyiko rasmi ya kiumoja ikiwemo la Pasaka. Amesema hayo wakati akifungua kongamano la Pasaka kwa wanafunzi hao wanaotoka mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani lililofanyika shule ya sekondari St. Matthews Mbagala, Dar es Salaam. Pia amewakumbusha vijana hao kujitambua sanjari na kutunza ujana wao na kuuheshimu. Ndio hapo ninapotaka kuwashukuru sana kwa ninyi kukusanyika katika Easter hii ambayo kwa wengine ni mapumziko. Nyewe mmekuja hapa muendelee kuimarishwa na neno la Mungu. Ni maombi yangu kuwepo kwenu hapa usiwe bure, muongezeke, mkue kiroho, muwe na hatua nyingine ya ziada katika kukua kwenu. Tukienda katika roho, tutazuiwa na mambo mengi ambayo huenda siyo ya lazima, lakini mambo hayo mara zote yanatutumbukiza katika shida, yanatutumbukiza katika migogoro na kuondoa uhusiano wetu na wazazi na hata shule yenyewe. Mkuu wa idara ya misioni, uinjilisti na diakonia Mchungaji Henry Mwinuka amesema kusanyiko hilo ni la kuimarisha vijana hao wa Kikristo kuenenda katika hofu ya Mungu, kutambua nafasi zao na thamani ili wanapofaulu masomo yao kuwe na tija. Kongamano hili, wito wangu ni kwa wazazi na walezi kuona sababu ya kuwaleta watoto kwenye makongamano kama haya, kuwaleta wanafunzi kwenye makongamano kama haya ambayo yanalenga kuwajenga kiroho, kuwajenga pia vile kitabia, kuwajenga vile kiakili. Wamepata nafasi ya kulelewa katika elimu dunia. Hasa ni nafasi nzuri kuwa na faraga ya kiroho ambayo kwa sehemu kubwa inamjenga mtoto katika mazingira yaliyo bora zaidi. Anaweza kijana akapata A darasani, lakini kama hajalelewa vizuri kiroho, hajalelewa vizuri kimaadili, hiyo A inaweza pia isilete furaha katika maisha ya kwake au katika maisha ya jamii. Akawa na A nzuri, lakini kwenye jamii yake haonyeshi utu, haonyeshi wema, haonyeshi ule mfano wa Mungu kwenye maisha yake. Niwashukuru wazazi wote na walezi waliowaleta vijana wao katika kongamano hili, na nitoe wito tena kwa makongamano kama haya kwa siku zijazo. Mzazi mzuri, ona sababu ya kumleta mtoto katika makongamano kama haya, kwa sababu yana faida nyingi katika maisha ya ukuaji wake. Mchungaji wa vijana Dayosisi Mashariki na Pwani Oscar Mliuka ameziomba shule na wazazi ambao bado wanawashikilia wanafunzi ili washiriki kongamano hilo waache, kwani msingi wake ni kuendelea kumuinua mtoto kiroho na uwajibikaji. Mwaka huu tumekuwa na ongezeko la takriban watoto 237 kulinganisha na mwaka jana. Lakini pia ongezeko la walimu walezi ambao mwaka jana walikuwa 28, mwaka huu walikuwa 45. Inaonyesha kwamba tunasogea mahali, lakini bado tunaisha huku ya kwenda mbali zaidi ya hapo. Kwa Dar es Salaam na Pwani, kwa maana ya shule zilizopo, bado tuna idadi kubwa ya watoto wa kuwafikia. Kwa hiyo nitumia nafasi hii pia kutoa rai kwa wote ambao kwenye kada za malezi watoto, lakini pia kwa shule kuwaruhusu watoto kushiriki mambo haya ya kiimani. Unaweza kumjenga mtoto katika elimu ya dunia hii, lakini kama hana hofu ya Mungu asiwe mzalishaji mzuri kwa taifa na jamii pia. Na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Konde Dr. Geoffrey Mwakihaba amewasihi Wakristo nchini kumrudia Mungu kwa kutafakari mateso yake msalabani, mateso ambayo ni msingi mkuu wa imani ya Kikristo na ukombozi wa mwanadamu.
Taarifa ya Emmanuel Landala inaeleza zaidi. Ametoa wito huo wakati wa ibada ya Jumaa Kuu iliyofanyika katika usharika wa Iwambi jijini Mbeya, ambapo amesema kuwa mateso ya Yesu Kristo hayakuwa ya kawaida bali yalibeba maana ya wokovu kwa mwanadamu, huku akisema Wakristo wanapaswa kutambua thamani ya sadaka iliyotolewa kwa ajili ya dhambi zao. Uchungu, huzuni na huruma ya Mungu kwa ajili ya wewe jinsi ulivyo ndio sababu ya mateso ya kifo cha Yesu Kristo. Thamani yako inakuwa tu pale ambapo huo uchungu huo unakufanya wewe ubadilike. Huo uchungu huo unakufanya urejee upatano hakika na Yesu. Huo uchungu huo uwe tayari kutubu na kusamehewa na kupatana na Mungu. Kana ni magonjwa, ni madhaifu ambayo umekaa na wewe muda mrefu, umekata tamaa. Ndio maana Yesu akasema imekwisha. Angalia mahusiano yako wewe na ndugu na jirani yako yamekaje? Kama yamekaa vibaya, ndio maana Yesu alikuja, ameleta alama ya upatanisho, alama ya kurudisha, alama ya faida, kugain profit. Usiwe mtu wa hasara. Kwa nini uendelee kumtesa hata leo? Uendelee kuwa shida kwa huzuni hii na hata kufa mara mbili, kufa mara moja. Kwa hata leo unaendelea kubembeleza. Nimesema hayo yatupasa sisi, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, ndio kichwa cha leo. Mkuu wa jimbo la Mbeya Magharibi, Mchungaji Nancy Maro, amewahimiza Wakristo kutumia kipindi hiki kujitafakari, kurekebisha mienendo yao na kuimarisha uhusiano wao na Mungu, hasa wanapoelekea katika maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka. Katika ibada ya leo, jambo ambalo limenigusa sana moyo wangu ni namna ambavyo Yesu alibeba na kuchukua madhaifu yetu na namna ambavyo amebeba nguvu ya kutusamehe. Lakini neno ambalo Baba Askofu amezungumza juu ya namna ambavyo hatuko msibani, kwa sababu kwa Yesu hakuna msiba, ila misiba yetu Yesu ameichukua. Na iwaasa wa Kristo wenzangu tujue kwamba nyakati tulizo nazo, mambo yote tunayokutana nayo yanaweza kutengeneza hofu kwenye maisha. Yesu Kristo alishazibeba hofu zetu. Tumtuishe yeye, kwa kuwa ndani yake tunalo tumaini la furaha, uzima na amani. Mungu awabariki, niwatakie Ijumaa Kuu njema na maandalizi mema ya Pasaka. Mchungaji wa usharika huo Felix Chengula amesema mafundisho ya mateso ya Yesu ni wito unaolenga kuwajenga Wakristo kiroho na kwa kukumbusha kuwa msalaba ni nuru na tumaini la maisha ya mwanadamu, huku baadhi ya washarika waliohudhuria ibada hiyo akiwemo Emmanuel Mwaisanga na Olivia Masoi wamemshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hiyo. Jumaa Kuu nimefurahia neno moja linalosema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, tumewekwa huru, utumwa umeondoka, tumekuwa huru katika Kristo. Hicho ndicho furaha yangu leo Ijumaa Kuu tunapokumbuka mateso ya Kristo, ni kwamba sisi tunasamehewa dhambi bure, tumekombolewa kwa gharama ya damu. Na niwaombe Wakristo wenzangu, tujue hakuna mbadala wa ukombozi ila ni damu ya Yesu pekee. Hiyo siku zote inanenaga mema. Tujitie moyo kwa Bwana. Amesema kwa neno lake hata nyamaza na hata tulia mpaka amefanya imara maisha yetu. Kwa hilo tu tujitie moyo kwa Bwana, ya kwamba Bwana hata nyamaza mpaka tufikishe mwisho ulio mwema. Cha msingi tumheshimu yeye, tumtumikie yeye siku zote za maisha yetu. Mara nyingi tumekuwa tunatafsiri kwamba siku ya leo ni siku ambayo ilipaswa kuwa na huzuni sana, lakini Baba Askofu anasema leo ni siku ambayo imekuwa ya ushindi, tena ushindi mkubwa sana. Ushindi gani? Tunamshukuru kwamba ametufundisha neno zuri sana kwamba huyu mwanaume Yesu Kristo amekufa kwa ajili yetu. Kwa yale yote ambayo yanatutesa, yale yote ambayo yanatusibu, yale yote ambayo ni magumu kwetu, yote siku hii ya leo yamefukiwa. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na nguvu mpya, tunapaswa kusimama imara kwa kujua kwamba yale yote ambayo kwetu yamekuwa magumu sasa hayapo tena. Wakristo tunatambulishwa na msalaba, na siku ya Ijumaa Kuu Yesu alimaliza yote pale msalabani. Kwa na waasa wa Wakristo wenzangu popote pale duniani, siku hii ni kubwa kwetu. Tunapokumbuka mateso ya Yesu, tuende na ile nguvu ya msalaba ambayo imetuokoa. Hata tutakapokuja kukutana tena kwa Pasaka Jumapili, tufurahie ufufuko wa Yesu. Nikiripoti kutoka usharika wa Iwambi uliopo jimbo la Mbeya Magharibi, Emmanuel Landala, Upendo TV.
Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati Dr. Cyprianus Hilinti amewataka vijana nchini kukubali mabadiliko yanayotokea katika jamii kwa mtazamo chanya sambamba na kumcha Mungu ili waweze kujenga maisha yenye maadili, uthabiti na mafanikio endelevu. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano la Pasaka la vijana Umoja wa Kikristo Tanzania UKWATA lililofanyika mkoani Singida, Askofu Hilinti amesema vijana wanapaswa kujitambua na kuchukua nafasi yao kama kizazi chenye mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiroho. Ameeleza kuwa kongamano hilo ni jukwaa muhimu la kuwajengea vijana uwezo wa kufikiri kina, kukuza mshikamano na kuwawezesha kukabiliana na changamoto za kizazi cha sasa kwa misingi ya maadili na imani. Ninyi mliokusanyika hapa vijana 900, nchi hii ni ya kwenu. Wewe ndiye dokta wa kesho, mwalimu wa kesho, balozi wa kesho, mshauri wa rais wa kesho, DC wa kesho, hakimu wa kesho, jaji wa kesho, rais wa kesho, askofu wa kesho. Wewe ni wa huyo wa kesho, lazima ukae utengenezwe. Nimekaa sawa? Unatengenezwa wapi? Kwenye UKWATA. Unakaa hapa, unafanya maombi, unafundishwa, mnatunga nyimbo, mnatunga maigizo, mnatunga ngonjera, mnatunga mashairi, mnaelimishana, mnapata marafiki, mnafahamiana na hivi, unakuwa kiroho. Kwa hiyo hapa tuko kiwandani. Kwa upande wake Balozi Lazaro Nyalandu amehimiza vijana kuwa zalendo, wenye nidhamu, wanaoshiriki kamilifu katika kujenga taifa, huku akisisitiza umuhimu wa kuendelea kuombea nchi pamoja na viongozi wake ili kudumisha amani na utulivu. Wote mimi ningewaomba leo kirudi, mbebeni Baba Askofu Hilinti na wachungaji na wanenaji katika maombi yenu ili muwe sehemu ya kuyafanya haya maono yafike mahali ambako Mungu anataka. Ni juu yetu, ni juu ya kila kijana, ni juu ya kila mwanafunzi. Ukiamka nena neno jema juu ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kupitia yeye Mungu ameweka kufanikiwa kwa Tanzania. Akiamka na wazo jema juu ya nchi hii akalitekeleza, nchi yetu itakuwa bora kuliko Kenya, itakuwa bora kuliko Malawi, itakuwa bora kuliko Rwanda, itakuwa bora kuliko Msumbiji, itakuwa bora kuliko Afrika Kusini. Kwa upande wake mchungaji mlezi wa UKWATA mkoa wa Singida Edward Msengi amesema kuwa kongamano hilo limeendelea kuwa chachu mabadiliko chanya kwa vijana, likiwajengea uwezo wa kiroho na kijamii pamoja na kuandaa kuwa viongozi bora wa baadaye. Tuliandaa kongamano la UKWATA kwa ajili ya kuwajenga wana UKWATA kiroho na kijamii ili waweze kuwa na maisha bora katika maisha yao katika kumtegemea Mungu na waweze kuwa na mafanikio yote ya kimwili na ya kijamii kwa pamoja. Kwa lengo letu hasa ni kuwajenga kiroho na kimaadili ili wawe watu bora walioimarika katika maisha yao ya kumtegemea Mungu, na kwa njia hiyo watafanikiwa katika masomo yao na katika shughuli zao zote za kila siku. Mungu hajawahi kumwangusha. Vijana wetu wakikaa wakiongozwa na Mwenyezi Mungu kila mahali, hata watafanya vizuri katika maisha yao, maana watakuwa na hofu ya Mungu. Aidha, wanafunzi walioshiriki kongamano hilo wamesema UKWATA imekuwa na mchango mkubwa katika maisha yao kwa kuwasaidia kukuza imani, nidhamu na malengo ya maisha. Hapa mkoani Singida, UKWATA umekuwa nguzo muhimu kwa vijana wa Kikristo, ukiwahamasisha kushiriki katika masuala ya kiimani na kijamii kupitia semina na makongamano mbalimbali ya wilaya, mkoa na taifa. Kuendesha semina na makongamano mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha vijana kiroho na maisha kwa ujumla. Kukuza maarifa katika Biblia kwa njia ya mafundisho na mashindano yaletayo tukufu kwa Mungu. Mfano programu ya Fikia Maisha. Hata pia tumejifunza vijana, tunaona maono. Kwa hiyo tunapomaliza kongamano hili
nitakuwa imara katika kiroho, na pia nitaonyesha na wengine waweze kumjua sana Mungu na wamshukuru Roho Mtakatifu. Kongamano hili la Pasaka la UKWATA mkoani Singida likifunguliwa hii leo, msitizo zaidi kwa vijana kuhakikisha kwamba wanasimama katika nafasi zao, lakini pia kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya mabadiliko chanya katika taifa na jamii kwa ujumla. Kutoka mkoani Singida, mimi ni James Stanley wa Upendo TV. Amani kwa wote. Na sasa tuelekee mkoani Morogoro. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu imesema mpango mkakati wa afya moja umejikita kuhakikisha wanafunzi wananufaika kuanzia ngazi ya mikoa hadi taifa kupitia utekelezaji shirikishi wa sekta mbalimbali. Hayo yamesemwa na mkurugenzi msaidizi wa afya moja Dr. Salum Manyata mkoani Morogoro wakati wa kikao kazi cha tathmini ya mpango mkakati wa kitaifa wa afya moja 2022 hadi 2027 kilichoratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu kupitia kitengo cha afya moja kwa kushirikiana na shirika la SIHEB Tanzania kupitia mradi wa usalama wa afya duniani. Utekelezaji wa afya moja maana yake lazima umelenga kwa wananchi ambao wako kwenye subnational level, kwenye ngazi ya mkoa na kwenye ngazi ya wilaya. Kwa hiyo hii tunaainisha shughuli zote zilizofanyika kwenye ngazi zote, kuanzia ngazi ya uratibu, ngazi ya ambao ndo national level, kati ya sisi tunaoratibu shughuli za afya moja pamoja na focal points za kwenye sectors na mamlaka na institutions zilizoko chini ya wizara, lakini kuangalia na wenzetu wa mamlaka za mikoa na serikali za mitaa wametekeleza nini. Hiyo ndio shughuli kubwa ambayo imetukutanisha hapa, na bila shaka tukimaliza vizuri manake itatusaidia kwa ajili ya kuandaa mpango mkakati mwingine wa utakapoanza ambao tunategemea uanze 2028 na kuendelea. Mratibu wa afya moja na ufuatiliaji wa magonjwa ya kizonotiki kutoka Wizara ya Afya Dr. Gwakisa John amesema sekta ya afya imeendelea kushirikiana kwa karibu na sekta nyingine kupitia uratibu wa ofisi ya Waziri Mkuu katika kukabiliana na magonjwa na majanga yanayoathiri binadamu. Bado tunahitaji kuboresha ubadilishanaji wa taarifa katika mifumo yetu ya serikali katika sekta. Eneo hili kupitia uratibu wa ofisi ya Waziri Mkuu wameendelea kuturatibu kuhakikisha tunatengeneza mifumo ambayo itatusaidia katika kubadilishana taarifa, na hili ikiwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha mifumo yote ya serikali inaongea kwa pamoja, na Mheshimiwa Waziri ametuelekeza sisi wataalamu kuhakikisha tunafanyia kazi eneo hili. Lakini pia eneo la resource mobilization, mambo ya pesa, resource za kuhakikisha kazi hizi zinatekelezeka, basi pia tumekuwa tukishirikiana kama sekta zote sisi wizara. Mkuu wa kitengo cha afya moja na uratibu wa mradi wa usalama wa afya duniani unaotekelezwa na shirika la SIHEB Tanzania, Dr. Irene Masawe amesema kuwa ndani ya siku 4 za kikao hicho washiriki wamefanikiwa kupitia kwa kina maeneo mbalimbali ya utekelezaji wa mpango huo. Mradi umeweza kusapoti siku hizi 4 kuweza kwa kupitia maeneo tofauti kwa pillars tofauti za utekelezaji wa afya moja kupitia mpango mkakati uliowekwa, na mpaka sasa tumefanikiwa kuangalia maeneo ya coordination, tumefanikiwa kuangalia wenzetu wa surveillance, maeneo ambayo wameshafanya utekelezaji, lakini pia maeneo ya response preparedness pamoja na maeneo mengine ya research, na mradi unawezesha swala hili kufanyika kwa umakini kabisa. Kikao hicho ni sehemu ya jitihada za serikali za kuhakikisha mipango mikakati inafanyiwa tathmini ya mara kwa mara ili kuongeza tija, ufanisi na ubora wa huduma za afya pamoja na usimamizi wa majanga nchini. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini, Askofu Dr. Frederick Shaw amewataka vijana kuishi kwa kufuata Roho Mtakatifu, ikiwa ni pamoja na kujitambua kwa kuepuka makundi yasiyofaa pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanayoweza kuharibu maadili yao. Mwandishi wetu Rehema Abraham ana taarifa zaidi. Askofu Shaw amesema hayo wakati alipokuwa akifungua mkutano wa Pasaka uliofanyika katika Chuo cha Theolojia na Biblia Mwika iliyopo wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa vijana wanapaswa kuishi kwa kufuata maadili ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kujiepusha na tamaa za kimwili itakayowapelekea kupoteza mwelekeo wa maisha. Vijana wengi sasa wanahangaika kwa msongo wa mawazo. Vijana wengi wameingia katika majaribu, na wengine hata sasa wanazama kabisa katika mambo ya kidunia.
madawa ya kulevya ya kila aina, pengine kwa kushawishiwa na marafiki, pengine kwa kudanganywa na mitandao, kuona kwamba huu ndio ustaarabu, ndio mtindo wa maisha ya kisasa. Kijana Mkristo, usidanganyike, ni njia ya Ibilisi ya kukuteremsha katika shimo ambalo utatoka mpaka akuangamize. Tembeeni kwa Roho. Kifuata tamaa za mwili, mwisho ni uharibifu wa mahusiano. Kwa upande wake, katibu wa idara ya vijana na wanafunzi Dayosisi ya Kaskazini, Mchungaji Mathayo Mtui, amesema kuwa wanasimama katika kuhakikisha kuwa wanawafundisha vijana na kuwaelekeza wakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, wakitenda na kufanya yale yanayompendeza badala ya kuongozwa na mambo ya dunia yaliyotawala wanadamu walio wengi sana, kipekee sana vijana wetu. Kutokana na utandawazi, vijana wetu wanatafuta katika mitandao ya kijamii, katika intaneti, yale mambo yaliyo machafu kama pornography na mambo mengine kama hayo, ulevi, matumizi ya pombe na madawa ya kulevya, wanayakimbilia kama sehemu ya kutafuta starehe. Baadhi ya wachungaji walioshiriki katika mkutano huo wamesema kuwa wazazi na viongozi wa dini wanapaswa kuwafundisha watoto wao kutembea katika misingi ya kiroho, huku vijana walioshiriki katika mkutano huo wakisema wameweza kujifunza mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na faida ya kutembea na Roho Mtakatifu. Tukitembea kwa Roho tutafaidika nini? Tutapata matunda ya Roho. Ule mstari wa 22 unasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili na uaminifu. Baba Askofu amesisitiza watoto wetu, watoto walioshiriki mahali hapa, kwamba wakiwa wanaruhusu Roho Mtakatifu waongoze, na akasisitiza tunawezaje kuongozwa na Roho. Amesema ni kwa kuomba. Akasema mara nyingine watoto wajifunze kufunga na kuomba. Faida yake itakuwa ni amani, furaha, utulivu, upendo, utu wema. Mimi kama kijana nimejifunza mambo mengi yakiwemo kukua katika Kristo na kuishi na kuenenda katika Roho Mtakatifu ili tusiweze kuzitimiza tamaa za mwili sisi kama vijana. Na kushauri kijana mwenzangu uzidi kuenenda kwa Roho, kwa maana mwili utatupotosha na kufanya mambo maovu. Na kukaribisha sana, endelea kudumu katika wokovu. Amina. Jifunza kwamba utakatifu ndio msingi wa mafanikio ya kila namna. Kwa hiyo namna tutakachokifanya kila kitu na kila hatua tunayoifanya, basi tuenende katika utakatifu na tuiache dhambi. Zaidi ya vijana 900 kutoka katika shule za sekondari, vyuo vya kati walishiriki katika mkutano huo wa Pasaka. Kutoka hapa wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Wakati Wakristo duniani kote leo wakishiriki ibada ya Ijumaa Kuu ikiwa ni katika kukumbuka kifo cha Yesu Kristo, Wakristo wamekumbushwa kuendelea kupendana kama Mungu alivyoupenda ulimwengu. Akihubiri katika ibada ya Ijumaa Kuu iliyofanyika Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro, usharika wa Mji Mpya, mchungaji kiongozi wa usharika huo Dr. Roda Chamshama amesisitiza upendo kwa kila mmoja kwa mwenzake. Lakini pia Mungu anatuagiza kujipenda sisi. Alafu Mungu anatuagiza kuwapenda wengine. Na kisha Mungu anatuagiza kuwapenda wale wengine. Nao baadhi ya waumini walioshiriki ibada hiyo wamesema wanadamu kuishi kwa upendo ni njia ya kuyatukuza matendo makuu ya Mungu kwa kumtoa mwanawe pekee afe kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu na dhambi zao. Na mchungaji alichotufundisha leo ni juu ya upendo, jinsi Mungu alivyoonyesha upendo kwa kumtoa mwana wake wa pekee atufie msalabani kwa ajili ya makosa yetu, kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya kutusamehe makosa yetu. Picha ya somo hili la leo la Ijumaa Kuu inatuonyesha kwamba ni jinsi gani tujitoe kama Bwana Yesu alivyojitoa kwa dhati. Alijitoa bila, yani sio kwamba alikuwa na unafiki au kulikuwa na kitu ambacho alijitoa moja kwa moja kutufia pale juu ya msalaba kwa ajili ya dhambi zetu ili sisi tupate kukombolewa.
ni pendo ambalo halina mithili kwa sisi binadamu, maana hakuna mwanadamu ambaye anaweza kujitoa maisha yake, hasa kupoteza uhai wake ili kwa sababu tu ya kuokoa wengine. Hii ni jambo linalotokea kwa kweli, ukilimithilisha huwezi kupata majibu kwa mwanadamu wa kawaida, bali katika utukufu wa Mungu jambo hili Mungu amelithibitisha, kwa maana jinsi ameupenda ulimwengu. Ibada ya Ijumaa Kuu ni katika kukamilisha majira ya Kwaresma kuelekea sikukuu ya Pasaka, Jumapili ya Aprili 5. Mtazamaji, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Songwe. Wananchi wa mji wa Tunduma, wilaya ya Momba mkoani Songwe wamehimizwa kuachana na tabia ya kujichukulia sheria mkononi na badala yake kushirikiana na vyombo vya dola kwa kuripoti matukio ya uhalifu, hatua itakayosaidia kudumisha amani, utulivu na kuhakikisha wahalifu wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutoka Songwe inaeleza. Hii ni kufuatia taharuki iliyozuka na kudumu kwa siku mbili sasa katika halmashauri ya mji wa Tunduma hapa mkoani Songwe juu ya wananchi kudai kuwa kumekuwepo na kundi la watu ambalo linadaiwa kuwagusa wanaume na kuwapotezea nyeti zao, ambapo limemwibua mkuu wa mkoa huu Jabir Makame akiwataka wananchi kuacha tabia ya kuamini imani za kishirikina na kuto kujichukulia sheria mkononi, kwani vyombo vya ulinzi na usalama viko kwa ajili ya kumlinda mwananchi na mali zake. Kwenye nchi yetu ya Tanzania tunazo sheria zinazotuongoza. Kwenye mkoa wetu wa Songwe tunazo sheria zinazotuongoza. Kwenye halmashauri yetu ya Tunduma tunazo sheria zinazotuongoza. Hakuna mtu yeyote ambaye ana kibali, ana mamlaka, ambaye amepewa wajibu wa kuweza kuchukua sheria mkononi kumshambulia mwananchi mwingine na kumsababishia madhara, kumshambulia mwananchi mwingine na kumsababishia kupoteza maisha. Ni jambo ambalo halikubaliki hata mara moja. Kwa jambo la kwanza ni hilo, lazima tuelewane kwamba haturuhusiwi kuchukua sheria mkononi. Kama kuna jambo ambalo tunahisi haliko sawa, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo. Kamanda wa polisi mkoani hapa Saka Agustino Senga anasema watu 4 wamethibitishwa kupoteza maisha, majeruhi wakiwa 12, huku wengine 29 wakiendelea kuhojiwa na jeshi la polisi kutokana na taharuki hiyo. Mpaka ninavyoongea sasa tayari watu 4 wameshafariki. Watu 4 wameshafariki na tunao wagonjwa zaidi ya 4 bado wako hospitalini. Sababu ni hii ambayo tunasema nyeti zinapotea. Na kumekuwa na maneno pia kwamba serikali haiamini uchawi. Kwa hiyo tunachukua kwa sababu nyeti zinapotea, basi tunamaliza wenyewe. Tunakamata, tunapeleleza na tunahukumu. Wakati hizo kazi 3 kuna vyombo maalum vilivyopewa kazi hiyo. Kuna polisi na watu wengine, vyombo vya usalama. Kuna mahakama. Sasa tumeanza kujichukulia sheria mikononi, na kama mnafikiri hayo yanatokea, tupo, viongozi wa serikali wapo, waleteni hao watu kwetu tupate pa kuanzia. Baadhi ya mashuhuda wa madai hayo wameeleza kuwa licha ya matukio hayo kudaiwa kutokea, lakini matokeo yake walalamikaji wamekuwa wakikutwa na nyeti zao kama kawaida, wengine wakieleza kuwa jambo hilo limewajengea hali ya hofu katika utekelezaji wa shughuli zao za kiuchumi, wengine wakieleza kuwa huo ni uzushi tu na jambo la kuzua taharuki katika jamii. Na baba akasema kwamba nyeti zangu hazipo. Watu wakaanza kupigana pale mlangoni namna kupita, wengine wameumizwa, wengine wameanguka, watu wazee wazima nao wameumia. Mimi sikutoka nje, nikamfuata yule baba. Akawa amevua shati ametupa pembeni, amevua viatu analia sana. Tukamuuliza nini, akasema nyeti zangu zimepotea. Nikasema hapo umesogeana na nani? Akasema hapa nimesogeana na huyu mtoto mdogo sana ambaye ni Mtanzania hapa. Yule mtoto akasema mimi sijamgusa huyu baba. Tunashukuru serikali kwa sababu leo mmekuja kutufungua ili tuweze kutembea kwa uhuru. Maana kwetu tulianza kuwa na hofu hata kwenye nyumba za wageni tulizofikia, maana tunalala na wageni wa kutoka sehemu mbalimbali ya mataifa, tukawa tuna hofu. Sasa hata humo ndani pia mnaweza mkapishana ukakuta umegusa, lakini tunashukuru kwa sababu ya serikali kutupa nafasi hii ya pekee ambayo mmekuja kutusaidia ili na sisi tupate kuondoa hiyo hofu. Maoni yangu, watu wachane tu na hizi habari ambazo hazina maana.
kuleta taharuki kwa jamii inayotuzunguka na kufanya watu washindwe kufanya kazi kwa uhuru kwa sababu ya mambo ambayo hayana mashiko. Kutoka hapa halmashauri ya mji wa Tunduma mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV, amani kwa wote. Jamii imekumbusha kuwa usalama wa nchi unaanzia ngazi ya familia, hivyo kila mmoja ana wajibu wa kushirikiana na jeshi la polisi na kutoa taarifa za kihalifu pamoja na kuwa balozi wa usalama katika eneo lake. Mkuu wa kipolisi jamii mkoa wa Kilimanjaro, kamishna msaidizi wa polisi ACP Lazaro Manyasi ametoa rai hiyo katika bonanza iliyoandaliwa na jeshi la polisi kitengo cha polisi jamii wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro, ambapo amesisitiza usalama unapotikisika athari zake ni kubwa, hivyo kila mmoja ana wajibu wa kulinda amani. Unakisia mkubwa umebeba nyie. Kwa hiyo tujikite zaidi kuweka misingi imara sana ndani ya usalama wa nchi. Kwa vijana, nimesikia kuko na timu ya bodaboda hapa, hiyo ni nzuri zaidi. Tuweze kujikita katika kutafuta taarifa na kutoa taarifa kwenye vyombo vya usalama. Kama kuna chochote ambacho unatishio. Ukiona usalama umetisika, basi hakuna maendeleo, hakuna chochote kitachoendelea. Hakuna uzalishaji wote. Kamanda wa polisi wilaya Rombo Leonard Kambwa amesema bonanza hilo ni mwendelezo wa falsafa ya polisi jamii ya kuiweka jamii kuwa mdau mkubwa katika ulinzi na usalama, na polisi akibaki kuwa mwezeshaji, mshauri na mtendaji pale inapohitajika. Kwa hiyo ni waombe wananchi, mbali na kwamba tuko hapa katika bonanza, wachukue ujumbe huu wa kuimarisha amani katika maeneo yetu, kuwa wazalendo kwa maana ya kwamba kuchukia uhalifu. Nichukue falsafa ya falsafa mmoja ambaye alisema kwamba nchi haiwezi kuangamia kutokana na uhalifu, isipokuwa itaangamia kutokana na watu ambao watakaa kimya na kuangalia uhalifu ukitendeka. Mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kilimanjaro Asia Matauka amesisitiza kuwa jeshi la polisi ni sehemu ya jamii, hivyo wanapaswa kukimbiliwa, huku wakikemea matumizi mabaya, huku baadhi ya washiriki wakipongeza bonanza hilo. Kwa hiyo mtu unakuwa umefanya tukio hilo la ukatili, lakini baadaye unaenda kuchukua jani la sale kwa ajili ya kwenda kusuluhisha. Hii si sahihi. Na wewe mzazi ambaye unapokea jani la sale kwa ajili ya kumaliza kesi, kumbuka haumtendei haki mtoto wako. Kama ambavyo nimesema, wewe ni kichwa cha familia na yeye anategemea ulinzi mkubwa kutoka kwako. Kwa hiyo mzazi, kataa jani la sale, fika polisi, na hata utakapohitajika kwenda kutoa ushahidi mahakamani ufike. Usimtoroshe shahidi namba moja ambaye ni mtoto amefanyiwa ukatili kwa kuona kwamba umepokea lile jani la sale, lakini pia umepokea bahasha ya kaki, wakati mwingine hata igonji. Unamnyima haki mtoto ambaye amefanyiwa kitendo cha ukatili. Na sasa turejee mkoani Arusha. Mpango wa Taifa wa Chanjo kutoka Wizara ya Afya umesema mafunzo kwa viongozi wasimamizi wa huduma za chanjo yanalenga kuimarisha ushirikishwaji wa viongozi katika ngazi zote ili kuhakikisha huduma za chanjo zinatolewa kwa ufanisi na ubora unaotarajiwa nchini. Hayo yamesemwa na naibu meneja wa mpango huo Dr. Shemsa Saidi jijini Arusha wakati wa mafunzo hayo yanayokutanisha wataalamu wa afya kutoka mikoa mbalimbali, akisisitiza kuwa ushirikiano kati ya viongozi wa afya ni msingi muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa mipango ya chanjo. Na lengo kuu zaidi ni kuwalinda watoto na jamii kwa ujumla. Katika mafunzo haya, uendeshaji wake ulioendeshwa kwa njia shirikishi ambao wakufunzi pamoja na washiriki walikuwa kwa njia ya mazungumzo, majadiliano na kuchangiana kwa mada. Matumaini ya mafunzo haya ni kwamba viongozi wote wanapoenda katika sehemu zao waweze kutoa huduma, kuweza kuwaimarisha na vile vile kuwaongoza watu wao wa chini waweze kutoa huduma bora kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Mratibu wa mafunzo hayo kutoka Wizara ya Afya Dr. Tumaini Haonga amesema kuwa mafunzo hayo yamehusisha mikoa yote 26 ya Tanzania bara pamoja na halmashauri 184. Lengo kubwa ni kuhakikisha washiriki wanatekeleza kikamilifu miongozo ya huduma za chanjo kwa kuzingatia viwango vya kitaifa. Ni matarajio ya Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo kwamba mafunzo haya yataendelea kufanyika mara kwa mara, na katika mipango yetu tumeweka angalau
kila baada ya miaka mitano tuweze kurudia kufanya mafunzo haya, na kwa kuzingatia upatikanaji wa rasilimali fedha na uwezo kwa wakati husika, kipaumbele kitaendelea kutolewa hususan kwa viongozi wapya ambao hawajapata mafunzo kabisa na wale ambao wamepata katika kipindi kirefu zaidi, ili kupata mafunzo ya kuwakumbusha na kuzingatia miongozo mipya ili wao wawe na updated knowledge wakati wa utekelezaji. Mganga mkuu wa mkoa wa Manyara Dr. Andrew Mathew amesema mafunzo haya yamewasaidia kupata mbinu bora za kuyafikia makundi maalum ya wananchi, hususan wafugaji, ili kuhakikisha wanapata huduma za chanjo kwa urahisi licha changamoto za kijiografia na mtindo wa maisha yao. Kwa baadhi ya maeneo kutokana sasa ya changamoto ya uelewa pamoja kwamba kuna jitokeza ndani ya mkoa mmoja, eneo moja kuna changamoto ya utoshelevu na eneo lingine kunakuwa na kiasi cha chanjo kikubwa kuliko mahitaji. Kwa hiyo tunafundishwa namna ya kuweza kubaini hizo changamoto na namna ya kutengeneza mikakati ya maoteo na kulinganisha na walengwa ambao wanahitajika. Mafunzo haya yamekuwa ni ya muhimu sana kwa sababu yanatupa nafasi ya kuelewa ni jinsi gani tunaweza tukasimamia chanjo tangu zinapopokelewa mpaka zinapoenda kufikia kwa mtumiaji wa mwisho ambaye ni mwananchi katika ngazi ya jamii. Na kimsingi tumeona kwamba katika mikoa yetu ambayo tunaiongoza kuna maeneo ambayo tunasema ni maeneo ambayo hayafikiki kirahisi, maeneo ambayo tunasema ni hard to reach. Na katika mafunzo haya tumeona ni jinsi gani tunaweza tukafikia jamii zile zikiwemo jamii za ambao wanahamahama wakiwemo wafugaji. Ni jinsi gani tunaweza tukawafikia na kuhakikisha kwamba watoto wadogo katika maeneo hayo pia wanaweza wakapata chanjo na kuweza kukingwa na magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza. Katika mafunzo haya nikiwa kama katibu wa afya itanisaidia sana katika kuboresha huduma za chanjo katika maeneo yetu ya ndani ya mkoa wetu, ikiwemo usambazaji wa chanjo, kuimarisha ubora wake ili kuhakikisha vituo vyote vinapata chanjo kwa wakati na zikiwa katika ubora unaotakiwa. Kwa tukienda ziara za usimamizi tulikuwa tunaviona kama ni sehemu sana ya waratibu wa chanjo, lakini tumeona umuhimu wake kwamba sisi sote tuna sehemu ya kufanyia kazi na tumejifunza vitu kadhaa ambavyo hata wakati mwingine tunapokuwa katika ziara za usimamizi bila kuwepo kwa mratibu wa chanjo, basi kuna vitu kama manager tunaweza tukaviangalia na tukavitolea ushauri na mwisho wa siku tukaimarisha huduma zetu za afya na kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata chanjo kama inavyotakiwa. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari ametoa wito kwa nchi za Afrika kuwa na mtazamo wa pamoja katika kubuni na kutekeleza mikakati ya muda mfupi, wa kati na mrefu ambayo ni endelevu na jumuishi itakayopunguza utegemezi na kuimarisha uthabiti wa uchumi bara la Afrika ili kukabiliana na majanga na migogoro ya vita inayoendelea duniani. Ametoa wito huo jijini Tangier nchini Morocco katika mkutano wa 58 wa mawaziri wa fedha, mipango na maendeleo ya uchumi na magavana wa Benki Kuu wa Afrika, wakati akichangia mjadala kufuatia taarifa ya Kamisheni ya Umoja wa Mataifa inayosimamia uchumi Afrika UNECA inayochambua athari za mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, namna ulivyoleta athari hasi za kiuchumi na kijamii katika bara la Afrika. Aidha, amesisitiza kuwa kwa muda mrefu Afrika imekuwa ikijadili umuhimu wa kutumia rasilimali zake ipasavyo na kwamba hali ya sasa inatoa fursa ya kuchukua hatua madhubuti za kujitegemea kwa kutumia rasilimali zake. Baadhi ya washiriki wa mkutano huo walieleza kuwa ili kukabiliana na mizozo hiyo, nchi za Afrika zinahitaji kuweka sera na mikakati ya kuondoa vikwazo vya ufanyaji biashara na upitishaji wa bidhaa kwa kufungua mipaka yake. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa.